tarehe 29 tupo live katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa mahali hapa naomba umakini wako, lakini ninapenda kukukaribisha na wewe ambaye unatufuatilia online kwenye mitandao. Hakuna umbali katika roho, na mimi ninakusalimu pia katika jina la Yesu. Itika amen. Sio nifahamu, naitwa mchungaji na mwalimu Samuel Joshua Simama Sanga. Maana kina Sanga ni wengi, kina Joshua ni wengi, lakini kina Simama ni unique. Inaeleweka? Yaani jina Joshua ni wengi, Sanga ni wengi. Wangapi Sanga huko ndani? Wanyosha mikono. Yaani Sanga wengi mno. Kwanza kina Sanga wanaoanaga wao kwa wao. Yaani ni ukoo moja likubwa mno. Yaani huu ni ukoo ambao ndio tunaoanaga sisi kwa sisi. Kwa hiyo nikisema Sanga ni kubwa sana, lakini mimi nimetoka kwa mtu anaitwa Simama wa Simama. Babu yangu alikuwa na neema ya asili ya ukuhani, kwa hiyo akazaa kizao cha kikuhani. Mchungaji wa kwanza alikuwa ni baba kwenye tumbo la kina baba, alikuwa ni wanne, alikuwa anaitwa mchungaji Simama, alikuwa anaitwa Naftali Simama Sanga. Kwa tuna neema hiyo. Bwana asifiwe. Ashukuriwe Mungu kwamba katuhudumia. Tuna mwendelezo wa somo lenye kichwa kinachosema ifahamu nguvu ya sadaka na dhabihu. Barikiwa mwalimu uliyetuhudumia asubuhi, na wewe unayetufuatilia, nipende kukupa mwaliko, chukua notebook yako ili tuwe wote pamoja. Na nitapenda niongelee kitu kimoja muhimu. Lakini kabla sijaenda huko, nikwambie kwa nini Roho Mtakatifu anatupa kujua kwamba mlango wa mwezi wa 4 kuna habari njema. Mwezi wa 3 kibibilia au namba 3 kibibilia ni namba iliyokaa kiunabii kwa upande wa wana wa Mungu. Tunaenda vizuri? Ni namba ambayo Yesu alisema siku ya 3 nitafufuka. Ni namba ambayo kuna vitu huwa vinazaliwa na kuna vitu huwa vinakufa. Unapoona kuna kitu kinazaliwa, ujue na adui na yeye anatafuta kukiua. Asa nitakupa tu ujumbe mmoja wa kinabii kwa sababu tunamaliza. Katika kile kitabu cha Wafalme wa kwanza na ule mlango wa 3, ilikuwa ni habari ya Sulemani alipokuwa sasa amewekwa kuwa mfalme. Ni kesi ya kwanza aliyosimama kama mfalme kuitolea maamuzi magumu. Na hapa ndipo unaona kile kipawa cha hekima Mungu alichompa Sulemani kinakuwa applied, kinaanza kufanya kazi. Lakini pointi ninayotaka tuone si kile ambacho Sulemani alikihukumu. Nachotaka tuone ni wale wanawake wawili makahaba waliokuwa wanaishi nyumba moja, alafu wote wawili walikuwa wajawazito. Maana tukisema mimba tunaongelea wanyama, binadamu angalau tunatumia kidogo tafsida. Walikuwa wajawazito na hawa walikuwa ni mashosti, marafiki. Na Biblia inasema mmoja alitangulia kujifungua na siku ya 3 mwingine naye akajifungua. Na tunaona kuna kitu kilitokea. Nataka tuione mistari michache sana. Biblia inasema ule mstari wa 16, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme wakasimama mbele yake. 17,
Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya tatu, nataka uone hapa mstari wa 18. Siku ya tatu, maana yake mwezi wa tatu, baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Okay, maana yake wote walizaa siku ya tatu baada ya kuzaa. Kwa huyu mmoja aliwahi, Biblia haijatuonyesha alizaa asubuhi, lakini mwingine siku hiyo hiyo ya tatu na yeye akazaa. Biblia inasema hivi, kisha siku ya tatu baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu bavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Bwana asifiwe. Asanishi hapo. Mtoto ina maana gani? Mtoto inaweza kuwa ni nafsi, inaweza kuwa biashara, inaweza kuwa kipawa, inaweza kuwa huduma, inaweza kuwa maisha. Kila kitu cha rohoni huwa kinazaliwa, hakizuki kama uyoga. Kila kitu. Na neno la Mungu lina uwezo wa kutungisha mimba kitu unachokitaka. Wakubwa, mnanielewa? Kwa mwanamke huyu na yeye alipozaa na mwenzie alipozaa, huyu wa pili aliyezaa, Biblia inasema akamlalia mtoto, na yule mtoto akafa. Alipojua amekufa, akanyata, akamwendea mwenzie akiwa usingizini, akambadilishia mtoto, kwa akampa yule aliyekufa, maana yake mauti, alafu yeye akachukua wa mwenzie. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao kuna vitu vingi sana, na ndio maana natamani sana huo unaishi kwa kujua kila nyakati na majira yamebebeshwa nini kwa ajili yako. So Biblia inaposema kwa kila jambo kuna majira na kila wakati una kusudi, maana yake kuna vitu huwa vinazaliwa katika nyakati Mungu anazotupa kuziishi. Mwezi wa tatu huwa kuna vitu vya kimungu ambavyo huwa vinazaliwa rohoni, lakini kuna mauti na yenyewe inayotoka kuzimu ambayo inakuja kubadilisha cha kwako, alafu wewe unapewa kilichokufa, kwa sababu kilichokufa hakina uhai. Kwa hiyo kila siku utaona vitu ambavyo ni negative, vitu ambavyo havitokei. Bwana asifiwe. Ndio maana huu mwezi ulikuwa unachinja sana. Niliwaeleza mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Wangapi wanakumbuka? Niongee hichi kitu. Ashukuriwe Mungu, kwa sababu shetani anajua mwezi wa 4 vitu vyote vilivyozaliwa rohoni vinaanza kutokea. 4, 5 tunaenda vizuri. Saumu ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5 ni sikukuu za furaha na shangwe. Hujaelewa? Okay. Nafsi yangu inaelewa, kwa sababu na mimi kuna mahali nataka kwenda. Sina mwenzenu pa kushikia, na mimi nautegemea msalaba na neno la Mungu. Kwa kama wewe uamini, miongoni mwa hao mwezi wa 4 watakaojiliwa ni mimi. Kwa mwezi wa 4 ni mwezi wa majilio. Pokea. Pokea na wewe uliye huko kwa jina la Yesu. Nimemaliza. Huo ni ujumbe. Kwa nini mwezi wa 4 tunauona liko lango wazi? Haleluya. Nguvu ya sadaka na dhabihu. Niliongea sana, lakini leo nataka niguse kipengele kimoja kidogo kinachohusu sadaka ya agano.
sadaka ya agano. Zaburi ule mlango wa 50 na ule mstari wa 5. Zaburi ule mlango wa 50 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema maneno haya: kusanyikeni, nikusanyieni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Huyu ni Mungu anazungumza haya maneno, anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu, waliofanya nami agano kwa dhabihu. Kwa hiyo kuna watu ambao wana sifa ya kuitwa wacha Mungu, waliotoa tu si sadaka, lakini aina hii ya sadaka waliitoa kiagano. Tunaenda vizuri? Sasa tofauti ya sadaka ya kawaida na sadaka ambayo inatoka kiagano ni nini? Kuna vitu viwili vinavyoipa thamani sadaka yako kutambulika kama sadaka ya agano. Jambo la kwanza ni sababu inayopelekea wewe kutaka kuitoa hiyo sadaka. Naeleweka? Jambo la kwanza ni nini? Sababu inayokusukuma wewe ndani yako kuitoa hiyo sadaka mbele za Mungu. Mtanielewa? Hujawahi ona kuna mahali fulani umepita pagumu halafu uone pa kutokea? Nitumie lugha ya mjini, yani moja haishiki wala mbili haishiki, halafu ndani yako unasema kama Mungu akinivusha hapa naweza nikajenga kanisa. Mnanielewa? Bwana asifiwe. Yani hii waga itokaji tu, ila ndani binafsi kuna mahali ambapo unawaza, unawazuka, afu ghafla linakuja wazo, kama Mungu akinifanyia kitu nitatoa. Alafu we mwenyewe unaona kabisa kwa hali hii sintamtolea Mungu padogo. Mwingine anasema hata mshahara wangu wote, hata nusu yote. Wengi alafu tukipata huwa tunasahau. Na ile inakuwa tanzi kwako. So ile kwamba Mungu huwa anajibu si maneno tu, hadi mawazo. Anasema kwenye ile Waefeso, utukuzwe wewe 3:20, unaweza kujibu kufanya mambo makubwa kuliko tunayoyaomba na tunayowaza. Yani Mungu hajibugi maombi tu, hata mawazo Mungu anahusika. Mungu anahusika. Ila ninakupa condition ya aina hii ya sadaka. Sifa zake ni sadaka ambayo huwa inabeba sababu sio ndogo, yenye nguvu. Haleluya. Sifa ya pili ya hii sadaka mpaka inakuwa sadaka ya agano, kwa sababu kama ni hela au unachotoa ni kile kile, lakini kina tofauti, kinaingizwa kwenye sifa ya kuitwa sadaka ya kiagano kwa ajili ya hivi vitu. Jambo la pili ni imani yako unayoitumia wakati unataka kuitoa hiyo sadaka. Sasa naomba unielewe hapa, kwenye imani huwa inafanya kazi. Sio lazima uwe na kitu mkononi. Hii inaweza kufanya kazi hata usipokuwa na ile, kama ni hela au chochote unachotamani. Biblia katika kile kitabu cha Mwanzo 28 kuanzia mstari wa 10 kuendelea, unamuona Yakobo akiwa anamkimbia ndugu yake Esau. Alifika kwenye mji unaitwa Luzu, na maandiko anasema alipolala mahali pale aliota ndoto, na ile ndoto kulikuwa na ngazi, malaika wanapanda na kushuka.
Lile neno wanapanda manake walikuwepo pale. Biblia isemi walishuka na kupanda, inasema wanapanda na kushuka, manake pale ni makao yao. Tunaenda pamoja. Maandiko yanasema alipoamka kwenye yale maono, ile njozi, alitamka maneno haya, akasema bila shaka hapa ni lango la mbinguni na huu ni mji wa Mungu. Halafu neno alilosema, Mungu, ikiwa utanifanikisha huko ninakoenda nikarudi salama na kubarikiwa, hakika kwenye kila utakalonipa nitakutolea sehemu ya 10. Tunaona neno lile mbinguni tayari walishagonga muhuri. Yaani mbinguni ile sadaka ilishapokelewa. Ile kwamba hajapata haina maana kwamba alikuwa hana. Swala ni muda tu wa kupokea. Haleluya, unanielewa? Haleluya, haleluya. Ndio maana ninasema sadaka hii ni kutokana na yale mazingira. Amemkimbia ndugu yake, anataka kumua, anakoenda hajawahi kuishi huko ujombani, hayajui yale maisha wala mazingira ya kule. Wana wa Israeli walipataga neema ya ufahamu huu. Hata kipindi Yakobo anaenda Misri kumfuata mwanae, alipoambiwa Yusufu yuko hai, alifika sehemu kabla hajaingia akatoa dhabihu. Kwa nini? Alikuwa anatengeneza mazingira ya Mungu kumfanikisha huko ugenini, so hajawahi kukaa. Haleluya. Kwa hiyo sifa ya pili ya hiyo sadaka ni imani unayoitumia kwenye utoaji wa hiyo sadaka. Sifa ya tatu ya hiyo sadaka ni matamko ya kiapo. Ni matamko ya kiapo. Yapi? Kama Mungu akinifanikisha hii ngoma yale maneno sio maneno, huwa yanasimama kama kiapo. Sifa ya 4 ni ufahamu wa kiroho. Sasa kwa Mungu wetu huku ndio kuna neema. Kwa shetani unaweza kuambiwa tuna mganga wa kienyeji, leta jogoo mweusi, tunaenda vizuri. Kule ukaingizwa kwenye agano, lakini usijue shetani ndio anatuingiza kwenye figisu. Yeye hatakagi tujue. So mambo yake mabaya ukijua, anajua utachomoka. Ila Mungu wetu huwa anataka tujue. Bwana asifiwe. Nimeeleweka hiyo point? Haleluya. Sasa nataka tuzungumze hapa kidogo kwa dakika chache. Sadaka hii tunaiona Ibrahim akiwa anaitoa katika ile Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 18. Naweza kuanzia ule mstari wa 7. Kulikuwa na debate, mahojiano kati ya Ibrahim na Mungu kwenye njozi. Mungu anamwambia Ibrahim, hii nchi unayoiona nitakupa wewe na uzao wako urithi. Na wakati huo miaka inaenda, Ibrahim hana mtoto. Ibrahim akamuuliza Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi mimi na hawa watoto unaowasema wakati hawapo? Mungu anamwambia Ibrahim, nitolee sadaka ya aina hii. Nitolee ng'ombe ndama wa umri huu, nitolee mwana kondoo, nitolee na njiwa na nini. Ibrahim akavitoa. Baada ya ile sadaka, Mungu akaipitia kwa moto, ikalambwa. Mstari wa 18 Biblia inasema, ndipo Mungu akafanya siku ile agano na Ibrahim, akamueleza huku nyuma kwamba uzao wako utaenda utumwani, ugenini, watakaa kule muda wa miaka 400, na kizazi cha 4 nitakirejesha mahali hapa. Tunaenda vizuri? Sadaka ile haikuwa sadaka ya kawaida. Ile ilikuwa ni sadaka ya kiagano. Sadaka ile ndio iliwapa msaada wa kina Musa baadaye. Sasa naomba, hapa ndipo nataka niongee. Hapa ndio shule yangu inaanza. Sadaka hii nguvu yake iko hivi.
huwa ina uwezo wa kufuatilia mtoaji na vizazi vyake hadi miaka 400. Andika. Narudia, hadi miaka mingapi? Maana yake vizazi 4. Hii sadaka life span yake, niongelee expire date yake ni miaka 400. Sio 400 kamili, yani inapomalizika ile 499. So hadi 430 tunaona Mungu anawafuatilia, sio neti 400, yani ile 400 hadi 499 na pointi ndio pale inapo expire. Sasa kwa binadamu wa leo nani anaishi miaka 400? Kwa hiyo hii ina nguvu hata baada yako kuendelea kufuatilia kizazi hata kizazi. Wapendwa, ninaeleweka? Mahali ninapotaka kuzungumza ni hapa kwenye ile Kutoka sura ya 2, naomba tuichungulie hapo, na ule mstari wa 23, 24 hadi 25. Haleluya, 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 haleluya. Sema, sadaka hii huwa ina uwezo wa kufuatilia vizazi hata 4, muda wa miaka 400. Amen. Biblia inasema hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. 24. Mungu akasikia kuugua kwao. Hebu tuende na mimi maneno haya, kanisa wote pamoja na unanifuatilia online. Sema, Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Okay. Ile sura ya 6 ukienda mbele, ule mstari wa 4 na wa 5 inasema, tena nimelithibitisha agano langu nao la kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao, hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao Wamisri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Sasa naomba unisikie vizuri. Naomba watu 4 hapa, vijana, haraka, kimbia. 4. Mmejaliwa kuelewa kwa mifano. Kimbia, 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 kimbia. Vijana 4, kimbia. Hapa wamekuja, afadhali basi. Wameshatosha. Nyie si mko hapa mmedelay. Sasa tuanze. Wewe kaa pembeni. Alafu wewe njoo. Wewe angalia huko. Wote mumgeukie. Huko angalia mlango tu. Wote mumgeukie. Alafu weka mkono begani kwake. Na wewe. Mnaona wewe? Sasa nakuhitaji na wewe 5. Uje na kiti. Uje na kiti. Hapo hapo kaa kwenye kiti. Yaani natoa ni mfano tu. Mmenielewa? Mfano sasa. Huyu ndo anatoa sadaka. Mfano tu. Sije mkaona nampa mzigo. Mfano tu. Huyu hapa shika. Ni mfano tu. Kijana, tunaishia ni mfano. Huyu ndio Ibrahim. Huyu ni nani? Huyu ndiye Mungu wake anayeabudiwa na Ibrahim. Sasa hapa nataka ujenge picha. Babu yako wewe. Tunaenda vizuri? Mfano ndio Ibrahim. Toa sadaka. Anatoa sadaka. Tunaenda pamoja. Baada ya muda, huyu tunatoa mfano. Lala hapo, ndio amekufa. Ibrahim alizaa mtoto anaitwa Isaka. Huyu ni kizazi cha 2. Na yeye huyu Isaka baadaye akafa. Huyu alizaa mtoto anaitwa Yakobo. Tunaenda vizuri?
Baadaye Yakobo mnanielewa? Kizazi kilichokuja kuzaliwa baadaye hiki hapa ndio kiko utumwani, kinalia, Mungu tusaidie. Ninaishi maisha ambayo moja haishiki, mbili haishiki. Hakuna ndoa, hakuna uzao, hakuna biashara, hakuna chochote. Huyu analia. Biblia inasema Mungu huyu akasikia. Tunaenda vizuri. Lakini hamjibu moja kwa moja hiki anachokiomba. Anamwambia, kupitia maombi yako nimekumbuka kitu nilichowahi kufanya na hawa hapa ambao hawapo, wamekufa. Kwa mimi ninakupa msaada, sio tu kwa sababu yako, ila kwa sababu ya hawa ambao umetoka kwenye viuno vyake. Mnanielewa? Mnanielewa? Okay, simameni tena nitoe mfano mwingine. Okay. Waebrania ule mlango kuanzia wa 7 mstari nafikiri wa 9 na wa 10 inasema hivi: kwa njia ya Ibrahim. Angalia, Ibrahim alikutana na mtu anaitwa Melkizedeki. Melkizedeki alikuja mfano wa mwanadamu lakini ni Mungu. Ibrahim akatoa sadaka. Tunaenda vizuri? Alipotoa sadaka, Mungu anamwambia hivi: hata Lawi ambaye ametoka kwenye viuno vyako, na yeye kuna kitu atakirithi. Kuna aina ya maisha ya kikuhani atayarithi. Sasa Lawi ni nani? Ibrahim alizaa mtoto anaitwa Isaka. Tunaenda vizuri? Isaka akazaa mtoto anaitwa Yakobo. Tunaenda vizuri? Yakobo alizaa watoto 12. Katika hao watoto 12, Lawi alikuwa ni mzaliwa wa 3. Haleluya! Huyu ndio Lawi anayeongelewa. Kwa kuna kitu huyu anarithi kutoka kitu alichokifanya huyu. Ashkuliwe Mungu kwa sababu huyu amezaliwa na babu wa babu aliyekuwa na Mungu wa kweli. Maanake huyu anamuita huyu nani? Si babu wa babu. Huyu anamuita huyu baba, si ndio? Alafu anamuita Isaka babu. Alafu huyu anamuita babu wa babu. Tunaenda pamoja? Sasa nataka niongee na mtu. Sadaka ya agano huwa ina nguvu ya kurithisha vitu kutoka generation to generation, kwa sababu ya damu. Mema au uovu unabebwa kwenye damu. Tutakuja kujifunza somo la damu na vitu vinavyobebwa na damu. Tutakuja kuona. So huyu akipimwa DNA ni ya huyu. DNA si tu identity, lakini kiroho inabeba vitu vingi sana ambavyo vina manifesti kwenye maisha tunaoishi mwilini. Haleluya. Mrudi sasa, nipe mzigo wangu. Haleluya, haleluya. Madhabahu pokea mzigo na wewe unabebaga shekeli. Sasa naomba unisikie. Sadaka ya namna hii inayoitwa sadaka ya agano, hebu tuiangalie kwenye Mambo ya Walawi, kile kitabu Kumbukumbu la Torati samani, sura ya 32. Hapa nataka nianze kuzungumza na mtu. Wangapi wako tayari kusikia hiki ninachoongea? Haleluya. Nataka amina zenye uhai. Haleluya, haleluya. Hebu mgeukie jirani yako, mshike, mwambie unaanza kuelewa. Mwambie leo utaona kilichokunasa na kukupa hayo maisha unaoishi ni hiki hapa. Amen. Tumeiona Kumbukumbu la Torati 32:17. Tumeiona. Amina. Na wewe unanifuatilia, naomba ufungue huko. Tuende pamoja. Sema na mimi maneno haya. Sema, kumbuka siku za kale. 32:17.
Sema walitoa sadaka kwa pepo, si Mungu, kwa miungu wasioijua, kwa miungu mipya iliyotokea siku za karibu, ambayo baba zenu hawakuiogopa. Sasa angalia Mungu anachozungumza, kwamba hawa walitoa sadaka, si wao tu, lakini walianza kutoa baba zao. Biblia inasema walitoa kwa miungu. Lile neno walitoa kwa miungu, maana yake walitoa kwa mizimu. Wapendwa, niko na mtu, narudia, niko na mtu, naomba unisikie. Zile sadaka walizokuwa wanatoa, kwa sababu kila familia na kila ukoo walikuwa wana desturi zao, walikuwa wana miungu yao, na zile sadaka ambazo mababu zetu walikuwa wanazitoa kiagano. Sababu miungu huwa inajua maagano, huwa haipokei sadaka kiolela. Zile sadaka hazikuishia kwa watoaji, zilifuatilia hadi vizazi vyao, kizazi cha 4. Naongea na mtu, narudia, naongea na mtu. Hiki kitu kilinisumbua. Nilikuwa ninaombaga usiku na mchana nipate nafasi ya kwenda pale kwenye ardhi walipozaliwa baba zangu. Pale kijiji kinaitwa Rupira, kwenye ile kata inaitwa Rudiru, pale nyumbani. Ashukuriwe Mungu, akanipa mwezi wa 12 kwenda kumzika babu ambaye alikuwa ni baba mdogo wa baba. Ashukuriwe Mungu, ule msiba tumezika tarehe 31. Kwa ule mkesha wa mwaka mpya umenikuta pale. Kwa wakati wengine wanasherekea kirabuni, mimi nilikuwa nina maswali magumu sana. Cha kwanza nilikuwa namwambia Roho Mtakatifu, nimekanyaga leo nikivuka mwaka. Sijui niliwahi kuvuka hapa tangu nimezaliwa, lakini leo ninajua nimekuja kwenye ardhi ambayo ndio chimbuko la kuzaliwa kwangu. Nataka unifungulie kuona, kabla sijaingia mwaka mwingine, ni nini kilichokuwa kinawakwamisha baba zangu, ili na mimi nisipite na kuishi aina ya maisha walioishi wao. Pamoja na kwamba walikuwa wacha Mungu, lakini kwa kweli viwango vya maisha, wengi walikuwa maskini. Na ilikuwa ili uwe tajiri, lazima uwe mtu wa kuchinja sana sana sana. Nina baba yangu mdogo, nafikiri katika matajiri wa kwanza kusini kumiliki mabasi yanayotoka kule kuja Dar es Salaam, yeye ndo alikuwa wa kwanza. Lakini alikuwa anatoa kafara, alitoa kafara bibi, alitoa kafara. Mnawajua kina Sanga nye? Mmewahi kuwasikia vizuri? Sasa mimi ni Sanga. Umeelewa? Nini? Hawa watu wana neema ya Mungu ndani yao, lakini miungu, mashetani yaliwawahi ili wawatumikie ile mipepo. Kwa hawawezi kutajirika. Ndani wanajiona sisi ni matajiri. Ni kweli Wakinga ni matajiri, lakini asili ya utajiri ya kwanza ni uwezo wa kimungu unaokuwa ndani ya mtu. Labda nikuambie siri, utajiri ni uwezo wa kimungu unaoumbiwa ndani. Yaani wewe tangu kadogo unajiona kabisa wewe sio kamtu ka kawaida. Umenielewa? Na huyu mtu utamjua hata vyakula ukimpa tu vya ovyo ovyo kananungunika, kanataka nyama. Yaani unajua watoto hata wadogo wanataka nyama. Mimi mke wangu analalamika, "Huyu Joshua hali bila nyama." Nacheka, anasema hajui haka katajiri. Sio tu zinanoga, kwa sababu nature ya watoto wengi wanapenda marage. Sema amina. Haleluya, haleluya. Ukikavisha nguo ambao sio nzuri, kana goma. Manake ndani tangu mdogo unajiona mimi ni aina ya mtu fulani. Wapendwa, mnajielewa? Mnaelewa? Kwa ni uwezo wa asili ambao mtu unaumbiwa ndani. Sasa miungu na Mungu huwa wana sehemu kiagano kufanya kile ulichoumbiwa kitokee. Kivipi? Maanake kuna nguvu ambayo wanakupa ya kukufanya wewe ufikie kwenye hatima ya utajiri. Haleluya. Sasa sadaka walizokuwa wanatoa zilikuwa ni aina mbalimbali za sadaka. Nitakupa kibibilia. Kwa mfano, Mungu kwenye Agano la Kale alikuwa anatoa maelekezo aina ya sadaka.
Shetani amekopi na kupesti vitu ambavyo Mungu alikuwa anadai. Tunaenda vizuri? Andika pointi. Madhara yanayotokana na aina za sadaka zilizotolewa na baba zetu. Naposema baba, maana yake ni mababa, au andika mababa. Naposema mababa, ni mababu pia. Madhara. Mfano, kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 29 mstari wa 13 na ile Lawi 8:16. Moja anifungulie Kutoka, mimi niifungue Lawi 8:16. Lawi 8:16. Kutoka 29:13. Lawi 8:19. Haleluya. Anasema hivi, Lawi 8:16 anasema, kisha akatoa mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo yake na kitambi kilichokuwa katika ini na figo zake 2 na mafuta yake, na Musa akayateketeza juu ya madhabahu. Hapa kuna maneno, hebu sema kitambi kilichokuwa katika ini na figo zake 2. Nataka nikueleze, zamani hata sasa kuna aina ya sadaka. Wangapi wameshafuatilia kwenye ukoo wao? Walikuwa wanachinja wanyama, wanatoa viungo vya ndani. Kulikuwa na viungo maalum vinavyotolewa sadaka. Kwenye Biblia Agano la Kale, Mungu na yeye alikuwa anadai watoe figo 2 za mnyama. Tunaenda vizuri? Sasa nisikie. Huku kwenye ukoo, naongea sasa kitu cha ndani sana. Walipokuwa wanatoa figo aidha za ng'ombe au mbuzi, wale watu walikuwa hawatoi kimya kimya. Walikuwa wana mtu ambaye ndiye kuhani anayesimamia lile zoezi. Uzuri nimeoa Uchagani, kwa hiyo niliwahi kushuhudia vikichinjwa. Kwa hiyo wanapotoa hawatoi kimya kimya, wanaongea maneno na wanajitambulisha, sisi ni kina fulani, tumekuja kuleta hii sadaka. Wanapotamka tu neno sisi ni fulani, direct kwenye ukoo, yale madudu yanaanza kutambua hadi vizazi vitakavyozaliwa. Sasa nisikie, kama walitoa figo na wanaposema sisi ni fulani, nje inaonekana figo ya mnyama, lakini kiroho ni kwamba walikabidhi figo zao. Sasa nisikie, kwa hiyo kama kizazi kilichozaliwa hakikufanya mwendelezo wa kuendelea kutambika, labda nitumie hii lugha, wa kuendelea kutambika, kutoa sadaka kwa njia ya matambiko, kinachotokea ni adhabu. Na ile adhabu ni kwamba yale mamizimu yanaanza kukoa kwenye viungo vya aina hiyo. Kwa hiyo ndani ya familia unakuta ugonjwa wa figo unawapata. Kwa magonjwa mengi ya kurithi kwenye ukoo au familia, vyanzo ni sadaka za maagano. Chapie Yesu makofi. Halo, ninaeleweka? Ashukuriwe Mungu, na yeye alitoa sadaka ya mwana kondoo ili kuwafidia badala ya mbuzi na kondoo. Katika ulimwengu wa roho, Yesu alikabizisha kila kitu. Agano la Kale lilikuwa ni kivuli. Kama figo ilitolewa, ujue pale msalabani na Yesu figo yake ilitolewa. Kama bandama lilitolewa, ujue pale Calvary na bandama la Yesu lilitolewa. Kama maini yalitolewa, ujue na pale Calvary na maini yalitolewa. Hawakusaza chochote. Halo, ninaeleweka? Bwana asifiwe. Sadaka nyingine ambazo walitoa, walizokuwa wanadai, ilikuwa ni kidali. Unaona kwenye ile Kutoka 29:27 ilikuwa ni kidali. Kwa unakuta kuna aina ya shida ya vifua, unapofika umri fulani vinawasumbua sana watu.
figo. Leo hii unaona hii kitu imekuwa sijui dialysis. Okay, yapo matatizo yanayotokana na vyanzo mbalimbali vingine vya nyakati vya kula, lakini nataka nikueleze, mimi ninaamini 90% ya magonjwa mengi ni ya kiroho. 90%. Na nielewa, 90% vingi ni vya kiroho. Sadaka nyingine walizokuwa wanadai ilikuwa ni miguu. Hesabu 18:18 anasema mtachukua hiyo miguu ya mbele mtampelekea Haruni, na hii mingine mtapeleka kwa Eliazari, maana yake kuhani. Kwa lugha nyingine, huku vilipokuwa, mnanielewa ninavyofanya hii combination, huku walipokuwa wanatoa wakina Ibrahimu wetu walikuwa wanakabidhi miguu yetu. Kiroho inaashiria nini? Kiroho tunakamatwa moja hatua zetu kukimbilia mafanikio. Na Mungu alipokuwa anadai, maana yake ilikuwa ni ishara ya hatua zao kustawi. Umenielewa? 2, zile sadaka za miguu zilikuwa zinaashiria umiliki. Kila mahali nyayo zitakapokanyaga nimewapa, pamoja na mipaka yake, na hakuna atakayesimama. Ndio maana kwa watu wa Mungu wana struggle sana kumiliki vitu. Halo, naeleweka. Kitu kingine ambacho walikuwa wanakitaka ilikuwa ni maini. Ezekiel 21:21 na ile Walawi 8:16. Nimesema naenda haraka. Kitu kingine walichokuwa wanakitaka ilikuwa ni damu. Haleluya. Huku kwenye mira walienda mbali. Wengine walikuwa wanataka kichwa cha, kama ni ng'ombe wanakitaka kile. Niliona kitu cha ajabu sana. Nilikuwa naihudumia familia ya mzee wangu mmoja wa kanisa. Yaani kila wazaliwa wa kwanza ilikuwa baada ya muda wanapotoa kile kichwa, wazaliwa wa kwanza ndio ile nyama wanaikata, baadhi wanaweka pale kwenye lile jiwe wanakofanyia tambiko, alafu ile nyama ya kichwa wanakula wazaliwa wa kwanza tu. Sasa kilichotokea kwenye familia yao ni kwamba baada ya muda walipokuwa wameasi kufanya yale mambo, wote ikawa shida, vichwa, alafu wanakufa. Nilikutana na yule baba, kichwa kisicho na maelezo. Mnanielewa? Yaani kichwa kinauma mpaka mtu anakufa. Halo, anapima amna kitu. Na viko viashiria. Kuna kichwa kwa sababu ya uchovu, kwa sababu hujanywa maji, mnanielewa? Lakini kuna vichwa vya kipepo, sio kichwa cha kawaida. Kadri kinavyoendelea akili inavurugika. Haleluya. Damu ilikuwa inabeba vitu vingi sana. Ile damu ilikuwa ina sauti kubwa sana. Ile ndio iliyokuwa inashika pia hata damu zetu. Nini ambacho nataka nikusaidie? Shetani leo ameachilia magonjwa mengi sana kwa sababu ya hizo. Wengine walikuwa wanataka mbavu, wanakatiwa pale mbavu, alafu ndio inaliwa kwanza. Kwa shida zilikuwa hapo. Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa? Hebu simama sasa. Leo nimeongelea upande wa giza. Jumapili ijayo nitaelezea upande wa nuru wa Kristo na msalaba ulivyofanya kazi. Mimi ni Mpentekosti. Ilikuwa ngumu sana kwa Wapentekosti walokole
kukubali hivi vitu, lakini ndio wanaumwa kweli. Ndio wanapigwa kweli na Ibilisi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ameruhusu hapa ili kuna mahali twende. Kwa nini kuna namna unatamani kwenda huendi, unatamani lakini hufiki, alafu pale ambapo upataki ndio unaangukia? Ni kwa sababu ya dhabihu na sadaka za maagano zilizotolewa kwenye madhabahu zisizo za Bwana. Pigie Yesu makofi. Weka mikono yako hivi. Sadaka hizi zinafunga vitu vingi sana. Sadaka hizi huwa zinafunga mafanikio. Sadaka hizi huwa zinafunga mlango unaoitwa ndoa. Kuna maeneo ambayo ni potential, maeneo nyeti. Sadaka hizi huwa zinapambana na kitu kinaitwa uzao, kwamba ukipatikana huo uzao uishie mahali, wasiwe watu, lakini hata wasipatikane. Sadaka hizi huwa zinapambana na mlango unaoitwa elimu. Sadaka hizi huwa zinapambana na mlango unaoitwa moyo wa kumpenda Mungu. Sadaka hizi huwa zipo kukukwamisha. Kama Mungu aliweza kuwafuatilia kupitia sadaka aliyotoa Ibrahim, unafikiri miungu haiwezi kukufuatilia wewe? Narudia, nimetoka kwenye ukoo ambao nimepambana sana na roho ya umaskini, alafu miungu na mizimu inataka na mimi niende nitambike ndio niwe tajiri, na mimi nimeweka mgomo. Ashukuriwe Roho wa Mungu aliyenipa mimi, nitakuwa mkinga tajiri wa kwanza kupitia msalaba. Narudia, siongelei baraka sijui za kula nini, kwa sababu miongoni mwa maono yangu nina maono ya kuwa na helikopta kwa ajili ya kwenda sehemu zisizofikika ili kupeleka injili, na yatatimia. Sifi kabla hayajatimia. Yaani sifi kabla Yusufu hajafikia ndoto yake, hafi mtu. Umenielewa? Kama mshua ataleta na ndege, lakini mimi binafsi naitaka helikopta. Sehemu ambazo saizi kuna maporomoko na madaraja yamebomoka, injili inatakiwa tutue pale pale. Yaani hiyo ipo. Kwa nataka uione picha ya utajiri huo, ndio naoongelea. Sio utajiri wa gari, tajiri mkubwa. Yaani miongoni mwa watu wanapaki magari, alafu kuna helikopta ya mchungaji Sanga imekaa pembeni. Yaani hayo ndio ninaoongelea, yana vita. Na natamani ujione hivyo. Wangapi wanajionea kule? Inua mikono, mwambie Yesu asante. 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 Tamka tena kwa sauti, asante. Asante. Nimesikia neno lako. Ninajua unanipenda, ndio maana umenisemesha mambo haya. Ninaomba neema ya kukujua zaidi na kubadili namna yangu ya kutoa. Kama sadaka walizotoa mababu zimenitengenezea aina ya maisha ninayopitia leo, si zaidi sadaka ya mwenye haki kunitengenezea mimi na vizazi vyangu habari njema. Ninaomba unifungue ufahamu, unipe moyo wa kukutolea zaidi, ili niweze kufanyika baraka kwa wengi. Baba, nimeyaona haya. Ikiwa walitoa figo za wanyama, viliashiria viungo vya figo zetu. Kila aina ya magonjwa ya kurithi kwa majina yao ya namna yoyote yaliyoambatana na sadaka za viungo vya wanyama au watu au wanyama au ndege, chochote kile
Natamani utamke ndani sana. Naongea na mtu ambaye tusisumbuane baadaye ukiwa unaniambia kuna shida ya figo. Siji kukuombea kama ulikuwepo hapa. So ulikuwa na uwezo wewe na mimi tukavikanyaga. Mwambie leo katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninatamka rasmi, ninatangaza toba kwa ajili ya maovu yao na kwa ajili ya makosa yetu. Ni kweli hatukutoa kwa Mungu aliye hai kwa sababu hatukupata neema ya kukufahamu. Mimi na baba zangu tulitoa kwa mashetani. Tulijiuza nafsi zetu kwa mizimu, na hivyo miungu imekuwa na uhalali. Leo nimekuja kukata rufaa kwenye madhabahu yako. Sitaki nitembee katika udhaifu sawa na wengine wanavyotembea. Sihitaji kufa kabla ya wakati kwa ajili ya magonjwa, bali Bwana ninaomba rehema kwa ajili ya makosa na kwa ajili ya hatia na kwa ajili ya uovu uliofanyika kwa njia ya matoleo. Ninaungama kwa ajili ya maovu hayo na kwa ajili ya ukuhani wa nyumba ya baba zangu na nyumba ya mama zangu. Neno lako linaniambia nasi tutaukiri uovu wetu na uovu wa baba zetu. Neno lako linaniambia unabatiliza wana maovu ya baba zao. Nami ninakiri leo na kuyabatilisha kwa damu ya Yesu. Alafu inua mkono wako juu, sema naiadhimisha damu ya Yesu. Rudia tena, naiadhimisha damu ya Yesu. Inene mema badala ya magonjwa. Kila aina ya sadaka na kila aina ya vyakula nilivyolishwa vya kiagano na kila aina ya adhabu na mabatilizo, iwe kwa njia ya uchawi, uganga au mila au ulozi, chochote ambacho kimetutesa mimi na uzao wangu, leo ninakataa. Mahali ambapo tulitengenezewa mfumo wa maisha ya kulia, leo Bwana ninakataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa wa pressure, kila ugonjwa wa sukari, kila ugonjwa wa figo, kila ugonjwa wa moyo, kila ugonjwa wa kansa, kila ugonjwa wa kichwa, kila ugonjwa wa mifupa, kila ugonjwa wa mapafu, kila ugonjwa wa macho na ulemavu wa aina yoyote na mauti ya aina yoyote na laana ya aina yoyote, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, leo ninakataa, leo ninakataa, leo ninakataa, leo ninakataa kwa jina la Yesu. Sema Yesu, sawa na Ufunuo mlango wa 5 na ule mstari wa 9 hadi wa 10, imeandikwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Na mimi leo naileta damu ya mwana kondoo kuwafidia mahali ambapo tuliuzwa
na viungo vya mwili wangu viliuzwa. Kila aina ya sheria ya dhambi na mauti iliyowekwa kwenye viungo vya mwili wangu, kuanzia dakika hii ninaibatilisha, ninaitengua kwa ile sheria ya roho wa uzima, kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu iliyokabizishwa yenye madai, leo ninaileta madhabahu ya mwana kondoo ili ikatete nazo. Kila viti vya enzi vilivyosimikwa ili kuniandama kiagano, leo ninapeleka kiti cha mwana kondoo. Kila viungo vya wanyama vilivyosimama, leo ninapeleka mwili wa Kristo Yesu kuwa dhabihu yangu kwa ajili ya mwili wangu. Embo anza kutamka kila shida ambayo unaijua kwako na kwenye familia binafsi. Toa sauti, usiombe kikawaida. Chochote ambacho umekiona katika familia yako, ukoo wako, kitaje. Mwambie Baba, kwa jina la Yesu, na hiki hakitakuwa fungu langu. Maanisha. Ndio. Maanisha. Sante Roho wa Bwana. Kuna picha ninaiona mahali kwenye mastale kuna damu imemwagwa, alafu kuna moyo wa mnyama waliunganisha na wako, wakaweka mshale. Jesus. Na huo damu ya Yesu inapita kwa jina la Yesu kuanzia leo, katika jina la Yesu. Hallelujah.